Wengi wameniuliza kuhusu dawa za kung'atwa na nyoka. Je, dawa za kienyeji za kung'atwa na nyoka ni za ukweli au uongo? Fuatilia makala haya kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, na mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Naamini hautojutia MB zako. Unachotakiwa ni kufanya jambo la kiungwana tu. Bonyeza neno subscribe lenye alama nyekundu hapo, unabonyeza kengele, una like na kucomment. Pia usisahau kushare kwa wengine ili wapate kujifunza zaidi. Kung'atwa na nyoka ni mojawapo ya matatizo makubwa ya afya katika maeneo mengi ya vijijini na hata baadhi ya maeneo ya mijini duniani. Kila mwaka mamia ya maelfu ya watu huathiriwa na sumu ya nyoka, huku wengi wakipata ulemavu wa kudumu au kupoteza maisha kutokana na kuchelewa kupata matibabu sahihi. Katika jamii nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania, imani kuhusu matumizi ya dawa za kienyeji katika kutibu kung'atwa na nyoka zimekuwepo kwa karne nyingi, lakini swali kubwa lililobaki, je, dawa hizi zina uwezo wa kuokoa maisha au ni imani zisizo na ushahidi wa kisayansi? Makala hii inachambua ukweli kuhusu dawa za kienyeji zinazodaiwa kutibu kung'atwa na nyoka na kueleza jinsi salama zinavyopendekezwa na wataalamu wa afya. Kwa nini watu hutegemea dawa za kienyeji? Kuna sababu mbalimbali zinazowafanya watu kutafuta tiba za kienyeji baada ya kung'atwa na nyoka. Upatikanaji mdogo wa vituo vya afya katika maeneo ya mbali, gharama za usafiri na matibabu hospitalini, imani za kitamaduni zilizoathiriwa kutoka kizazi hadi kizazi, ushuhuda wa baadhi ya watu wanaodai kupona baada ya kutumia dawa za kienyeji, hofu au kutokuwa na taarifa sahihi kuhusu matibabu ya hospitali. Kutokana na sababu hizi, watu wengi huchelewa kufika hospitalini wakiamini kuwa dawa za asili zinaweza kuondoa sumu ya nyoka. Dawa za kienyeji zinazotumika mara kwa mara katika maeneo mbalimbali. Tiba za kienyeji zinazotajwa ni pamoja na kupaka mizizi au majani yanayosagwa kwenye sehemu iliyong'atwa, kunywa mchanganyiko wa mitishamba, kufanya chare karibu na sehemu ya jeraha, kunyonya damu kutoka sehemu iliyoumwa, kufunga kamba kwa nguvu juu ya sehemu iliyoumwa, kutumia mawe yanayodaiwa kuvuta sumu ya nyoka, kufukiza moshi au mimea maalum. Ingawa baadhi ya mbinu hizi zimekuwa zikitumika kwa muda mrefu, swali muhimu ni kama zina ushahidi wa kisayansi unaothibitisha uwezo wake wa kuondoa au kupunguza sumu ya nyoka. Sayansi inasemaje? Wataalamu wa afya na tafiti nyingi za kisayansi zinaonyesha kuwa hakuna ushahidi wa kutosha unaothibitisha kuwa dawa nyingi za kienyeji zinaweza kuondoa sumu ya nyoka mwilini. Sumu ya nyoka huingia haraka katika mfumo wa damu na tishu za mwili. Mara tu inapoingia, huanza kushambulia mfumo wa neva, damu, misuli, hata viungo vingine muhimu kulingana na aina ya nyoka. Kwa sasa tiba inayotambuliwa rasmi duniani kwa sumu kali ya nyoka ni dawa maalum ya kupunguza au kuondoa madhara ya sumu inayojulikana kama antivenom. Dawa hii hutolewa hospitali chini ya usimamizi wa wataalamu wa afya. Hakuna ushahidi wa kisayansi unaonyesha kuwa mizizi, majani, mawe ya kienyeji au mbinu ya kunyonya damu zinaweza kusimamisha athari za sumu baada ya kuingia mwilini. Hatari za kutegemea dawa za kienyeji pekee. Kutegemea tiba za kienyeji pekee kunaweza kusababisha madhara makubwa, ikiwa pamoja na: moja, kuchelewa kupata matibabu sahihi. Dakika na saa za mwanzo baada ya kung'atwa na nyoka ni muhimu sana. Muda unaopotea kutafuta tiba za kienyeji unaweza kuongeza uwezekano wa sumu kusambaa mwilini. Mbili, maambukizi. Chale zinazofanywa kwenye ngozi zinaweza kusababisha maambukizi makubwa na kuongeza hatari za kuharibika kwa tishu. Tatu, kuongezeka kwa uharibifu wa tishu. Baadhi ya dawa zinazopakwa kwenye jeraha zinaweza kusababisha kuungua kwa ngozi au kuongeza uharibifu wa eneo lililoathirika. Nne, kupoteza maisha. Katika visa vya sumu kali, kuchelewa kufikishwa hospitalini kunaweza kusababisha kushindwa kupumua, kuvuja damu ndani ya mwili au kupelekea kifo. Je, watu wanaosema walipona kwa dawa za kienyeji unawaelezaje? Mara nyingi watu wanaodai kupona baada ya kutumia dawa za kienyeji wanaweza kuwa walikumbana na mojawapo ya hali zifuatazo: nyoka aliyeuma hakuwa na sumu kali, nyoka hakuwa na sumu kabisa, kiasi cha sumu kilichoingia mwilini kilikuwa kidogo, mwili wao uliweza kustahimili athari za sumu hadi alipopata nafuu. Katika hali kama hizi, mtu anaweza kuamini kuwa tiba ya kienyeji ndiyo ilimponya, ihali
kwa uhakika sumu haikuwa kali au haikuingia kwa kiwango kikubwa. Swali la kujiuliza, nini kifanyike pale ambapo sasa umeumwa na nyoka? Wataalamu wa afya wanashauri mambo yafuatayo. 1. Tulia na epuka kukimbia ili kupunguza kasi ya kusambaa kwa sumu. 2. Ondoa pete, bangili au vitu vinavyoweza kubana mwili endapo uvimbe utaanza. 3. Weka kiungo kilichoumwa katika hali ya utulivu. 4. Nenda hospitali au kituo cha afya haraka iwezekanavyo. 5. Ikiwezekana kumbuka muonekano wa nyoka bila kujaribu kumkamata. Epuka mambo yafuatayo: kunyonya damu kutoka kwenye jeraha, kufanya chale, kuweka barafu, kufunga kamba kwa mguu kupita kiasi, kutegemea dawa za kienyeji pekee. Nafasi ya tiba za asili katika utafiti wa kisasa. Ni muhimu kutambua kuwa si kila tiba ya asili haina thamani. Mimea mingi ya dawa imechangia ugunduzi wa dawa za kisasa. Hata hivyo, kabla ya tiba yote kukubalika rasmi, lazima ipitie tafiti za kisayansi zilizothibitishwa usalama na ufanisi wake. Kwa hiyo, kama kuna mimea inayodaiwa kusaidia waathirika wa kung'atwa na nyoka, ni muhimu ifanyike tafiti za kina badala ya kutegemewa bila ushahidi. Hitimisho: dawa za kienyeji za kung'atwa na nyoka ni sehemu ya urithi wa kitamaduni katika jamii nyingi, lakini hadi sasa hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kuwa zinaweza kuchukua nafasi ya matibabu hospitalini, hasa kwa nyoka mwenye sumu kali. Kuchelewa kupata huduma za kitabibu kunaweza kuongeza hatari na madhara makubwa au pengine kifo. Ukweli ni kwamba tiba salama inayotambuliwa kitaalamu kwa athari za sumu ya nyoka ni kupata huduma ya haraka hospitalini. Elimu kwa jamii kuhusu hatua sahihi kwanza na umuhimu wa matibabu wa haraka inaweza kusaidia kuokoa maisha ya wengi na kupunguza madhara yanayotokana na kung'atwa na nyoka. Pengine naweza nikawa nimekukwaza kwa maneno yangu, lakini usijali, mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Na wewe ambaye hujasubscribe sasa, ni jambo la kiungwana sasa unatakiwa kulifanya. Bonyeza neno subscribe, unasubiri notification, unabonyeza kengele. Hapo utakuwa umejiunganisha nasi na umekuwa kwanza kupata updates zetu pindi zinapotoka. Ni kila Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili unajipatia updates mbalimbali. Nadhani utakuwa umeelewa. Unatamani kujua siri nyingi zilizojificha katika ulimwengu huu. Usikose katika makala inayofuata. Dondosha comment hapo chini. Kumbuka kushare kwa wengine, pia kulike na kucomment hapo chini. Ulikuwa nami Daudi Michael Mwaluko nikikuletea makala haya. Asante na muwe na mafanikio mema katika kazi zenu.